Ufunguzi wangu ni kutaka kuwafahamisha tu Waislamu Tanzania nzima kwamba wakati wetu wa wajibu umefika, lakini pia ni wakati wetu wa watu kusingizia magonjwa. Kwa hiyo kama Muislamu una kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, haifai kuukimbia mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni nguzo ya 4. Kwa hiyo ni mwezi unatakiwa sisi tupokee kwa furaha, tupokee kwa maandalizi mazuri ya kutekeleza ibada kwa juhudi, kwa sababu ibada tutakazozifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio zile zile ambazo inatakiwa kuzifanya katika miezi 11 kabla ya Ramadhani. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani uko katika uwanja wa chuo. Ramadhan madrasa, Ramadhani ni chuo. Unajifunza zaidi namna ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu zaidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Unajifunza maadili ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mambo yote yamekusanywa na mwezi wa Ramadhani. Kujifunza tabia ya subira Ramadhani, kujifunza upole Ramadhani, kujifunza namna ya kupatana na hasimu wako ndani ya mwezi wa Ramadhani, kujifunza kwamba mtu usio na mifundo katika moyo wako, mwezi wa Ramadhani unakufundisha. Kujifunza namna ya ukarimu mwezi wa Ramadhani. Kujifunza mwezi wa ukarimu, kama ilivyokuwa zamani watu mwezi wa Ramadhani wanafuturu nje. Ilikuwa nafuturu nje zama zile, na wenzangu kama mimi au walionizidi watakuwa wanakubaliana na mimi kwamba hatujawahi kumuona mtu akifunga nje, akifungua nje. Iftari inafanyika nje. Hatujawahi kumuona mtu akawa anafungua yuko ndani. Watu walikuwa wanafungua wakiwa wako nje, wanatandikwa majamvi nje, futari zinaletwa pale, maji yanaletwa pale, watu wanafungua. Wazee walikuwa wakifanya hivyo na walikuwa wakitufundisha. Ili iweje? Ili iwe taraa. Ikawa kuna mtu kafunga, kachelewa kufika kwake, asiwe na taabu, anaona Waislamu wenzake wanafungua, anajiunga tu, anakuja kufungua. Sasa hivi imekuwa kinyume chake. Futari zote watu wanafungua wakiwa ndani. Punzika yeye na wanawe na nini, wanafungua. Funga mlango tutafuturu sisi bwana. Ni maneno ya kinyume kabisa, sio ilivyokuwa utaratibu wa zamani. Wakati mimi nakuwa mimi sijawahi kuona. Waislamu tuwe na mshikamano. Waislamu tuwe wamoja. Waislamu tupendane. Waislamu tusiachane. Madhahibi zetu, taasisi zetu tufanye tukafarakana.